أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला का Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Aziz anasema kwamba ni ihsani kubwa sana ya Mwenyezi Mungu juu yetu kwamba yeye alitujalia tuliweza kumpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam. Mungu ametujalia nafasi ya kumpokea imamu alikuwa mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye aliitwa kwa jina la Mahdi yetu. Yani Mtume sasa alimuita kwa maneno haya kwamba huyu atakuwa Mahdi yetu. Hii ni daraja ya hali ya juu iliyoelezwa katika maneno haya. Yani Mtume sallam alimuita kwa kusema kwamba huyu atakuwa Mahdi wetu. Sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza kuhusu Islam kwamba Islam ni dini iliyo bora juu ya dini zingine zote, na yeye alijibu shutuma ya maadui, na kwa kujibu shutuma ya maadui alisema kwamba tauhid, dini inayosambaza tauhid na ni dini ambayo inatuokoa katika dhambi, ni dini ya Islam pekee. Pamoja na maelezo haya, Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa ajili ya malezi ya wanajumuiya ametoa hutuba chungu nzima, ameandika maandiko, vitabu, na alitoa nasaha katika hafla mbalimbali. Nasaha hizi zote ni mwongozo kwa ajili yetu katika kila hatua ya maisha yetu. Sayyidina alayhi salatu wassalam aliwasihi wafuasi wake kwamba wao watimize haki ya baiyati yao, na aliwasihi wao waaminifu. Kuhusiana na hii kuna maandiko ya Sayyidina alayhi salam. Tunatakiwa tuendelee kuzingatia maandiko haya kwa sababu maandiko haya ni njia ya malezi yetu. Hii ndiyo ni njia pekee ambayo tunaweza kupata elimu ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na hii ndiyo ni njia ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na hii ndiyo ni njia
kwa hiyo tunaweza kupata elimu ya Qur'an tukufu na maarifa ya Qur'an tukufu, na hii ndiyo ni njia pekee. Kwa hiyo tunaweza kutambua daraja na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo ni njia. Kwa hiyo tunaweza kuboresha hali ya itikadi zetu na hali ya imani yetu, na vile vile hii ndiyo ni njia pekee. Kwa hiyo tunaweza kuleta mabadiliko katika amali zetu. Khalifa mtukufu Yadratala bin Salaziz anasema kwamba hii itakuwa bahati mbaya kwa ajili yetu ikiwa sisi hatupati faida kutoka katika hazina hii iliyoachwa na Sayyidina Alayhi salatu wassalam. Nguvu inayopatikana katika maneno ya Sayyidina Alayhi salatu wassalam, nguvu ile haipatikani katika maneno ya mtu mwingine, na lazima nguvu hii ipatikane katika maneno yake, kwa sababu huyu ndiye ni imamu ambaye Mwenyezi Mungu alimtuma katika utumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuisha dini tukufu ya Islam. Na Mwenyezi Mungu alimtuma ili sisi tupate ukaribu na Mwenyezi Mungu kwa kumpitia yeye. Basi sisi ambao tunadai tumejiunga na Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam, pamoja na madai yetu, ni jukumu letu kwamba sisi tusome maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na vile vile tufanye juhudi ya kufuata amri zake zote, na tufanye juhudi amali zetu ziwe sawa na ile hali iliyoelezwa katika maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na amali zetu ziwe sawa na mategemeo ya Sayyidina alayhi salam. Hazur anasema sasa hivi mimi nitasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam ambayo ni mwelekeo kwa ajili ya maisha yetu. Katika maandiko haya ni lengo maalum lililoelezwa na Sayyidina alayhi salatu wassalam, ambamo amesema kwamba mwanajumuiya anatakiwa awe wa aina gani na sifa zake zinatakiwa ziwe za aina gani. Na katika dhama hii na saa hizi zinakuwa na muhimu zaidi, wakati miongoni wetu wapo wengine ambao wanaelekea dunia zaidi kuliko dini, na wao hawajali dini ipasavyo. Sisi tunajiita kwa kiitikadi kwamba sisi ni wanajumuiya, lakini udhaifu wa amali inapatikana ndani yetu. Kwa kupitia maandiko haya ya Sayyidina alayhi salam, kila mmoja anaweza kuchunguza hali yake kwamba sisi tupo wapi, hali yetu ikoje, na tunatakiwa tuwe wapi, na vile vile uchamungu ni nini, na uchamungu unatakiwa uwe wa aina gani, mema ni nini, na mema inatakiwa iwe ya aina gani ndani yetu, na majukumu yetu ni nini. Kuhusu mada hii Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema uchamungu halisi ambao unamridhisha Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kupata uchamungu huu Mwenyezi Mungu ametusi mara kwa mara, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, yani enyi mliamini mcheni Mwenyezi Mungu. Kisha amesema hayo pia, innallaha ma'al ladzina taqaw wallazina hum muhsinuna, yani Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wao na wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu. Anasema ucha Mungu ni kuipukana na maovu, na muhsinuni wale watu ambao kwamba si hii kwamba wao wanaepukana na maovu, bali wao wanafanya mema. Kisha amesema hayo pia, lillazina ahsanul husna, yani wao wanafanya mema vizuri kwa njia nzuri zaidi. Anasema mimi nimepata ufunuo huu mara kwa mara, innallaha ma'al ladzina taqaw wa hum muhsinun, na nimefunuliwa ufunuo huu kiasi hiki kwamba mimi siwezi kuhesabu,
anasema labda mara 2000 mungu alinifunulia ufunuo huu. maana yake ni hii kwamba jumuiya ijue vizuri kwamba mtu asitegemee juu ya hii tu kwamba sisi tumejiunga na jumuiya. mtu asiridhike na maoni ya haya kwamba ameamini amejiunga na jumuiya. msaada wa Mwenyezi Mungu utapatikana wakati mtu atakapomcha Mwenyezi Mungu na pamoja na takwa atafanya mema. Amesema Sayyidina Ali sallallahu alayhi wasallam kwamba hii si fahari kwamba mtu aridhike na hali hii peke yake. kwa mfano yeye aseme kwamba yeye hazini, au yeye anasema kwamba hakumua mtu yeyote, hakumwaga damu, au seme kwamba yeye hakuiba. Je, hii ni jambo la fahari kwamba mtu aseme kwamba yeye hafanyi maovu? si jambo la fahari, wala kitu hiki hakina umuhimu wa aina wowote kwamba mtu aseme ameepukana na maovu. yule ambaye hafanyi dhambi anajua kwamba akiiba atakamatwa na kanuni ya nchi. yeye hawezi kuokoka katika kanuni, atakamatwa, atapelekwa gerezani na ataadhibiwa. anasema mbele ya Mwenyezi Mungu Islam si jina la kitu hiki kwamba mtu aepukane na maovu peke yake, bali madamu mtu haachi maovu kisha baada ya kuacha maovu hafanyi mema, yeye hawezi kuishi katika maisha haya ya kiroho. mema ni kama chakula, kama mtu hawezi kuishi bila chakula, hivyo ndivyo madamu mtu hafanyi mema, yeye si kitu chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. yaani mtu aache maovu kwanza kisha afanye mema, ndipo atapata hali ya kiroho, atapata ucha Mungu. maovu yanaleta athari juu ya mtu. baadhi wakati mtu hajui kwamba anaathirika, lakini baada ya muda fulani kwa sababu ya maovu haya yeye anakamatwa na Mwenyezi Mungu, anaadhibiwa. kuhusiana na madha hii Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema kuna dhambi kadhaa ambazo ni dhambi kubwa, kama kusema uongo na kuzini na kufanya hiana na kutoa ushahidi wa uongo, na vile vile kunyima haki za watu wengine na kufanya shirka. haya ni madhambi makubwa, lakini kuna dhambi zingine ambazo ni ndogo. mtu anafanya dhambi hizi lakini yeye hajui kwamba anafanya dhambi hii, anakuwa mzee, hata katika uzee wake pia hajui kwamba anafanya dhambi, yani umri wake wote unapita katika hali hii kwamba anaendelea kufanya dhambi hizi ndogo ndogo. kwa mfano ametoa mfano moja. kwa mfano kuna tabia ya kuleta malalamiko, yani kwa sababu mambo madogo madogo mtu anakuwa na tabia ya kuleta malalamiko kwamba huyu amesema hivi na huyu amesema hivi. anasema watu hawa wanaona kwamba dhambi hii ni dhambi ndogo sana, ila hali ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu amesema dhambi hii ni dhambi kubwa sana, yani kuleta malalamiko madogo madogo hatimaye inakuwa tabia ya kusengenya. kwa hiyo ndani ya Qur'an tukufu Mungu anasema hii ni dhambi kubwa sana. Mwenyezi Mungu anasema ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan, yani Mwenyezi Mungu anamkasirikia kwamba mtu aseme maneno ambayo yanafedhehesha nduguye. Mungu anasema je, mnapenda kwamba mle chakula na nyama ya nduguye aliyekufa? Sayyidina Ali salam anasema ikiwa mtu anasema maneno ya kufedhehesha ndugu, kwa sababu maneno haya Mungu anamkasirikia. tena si tu kwamba anasema maneno tu, bali anasema maneno ya kumdhuru nduguye, analeta malalamiko, anaanza kusengenya, anaanza kusema maneno mabaya kuhusu ndugu yake, na matokeo yake ni kwamba mtu anafikia hali ya kumdhuru mtu mwingine. anasema Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba kusema maneno haya kuhusu ndugu
anathibitisha kwamba ndugu yake ni mjahili, ni mjinga, au kwa sababu maneno yake uadui unapatikana. Maneno haya yote ni maneno ya maovu, na vile vile hasira ni mambo mabaya. Kwa hiyo sawa na amri hii ya Mwenyezi Mungu, daraja ya kwanza ni kwamba mtu aepukane na tabia hii, na yeye aepukane na dhambi, iwe dhambi ya macho au dhambi ya mikono au ya miguu. Basi mtu aepukane na dhambi hizi zote, yani iwe dhambi ya aina yoyote, mtu aendelee kuepukana na dhambi hizi zote, kwa sababu Mungu amesema la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yani kitu ambacho ukijui, huna elimu ya jambo, basi usizungumze kuhusu jambo lile, kwa sababu masikio, macho na moyo, vitu hivi vyote vitaulizwa. Yani mtu akifa ataenda mbele ya Mwenyezi Mungu, basi vitu hivi vyote vitaulizwa na Mwenyezi Mungu. Sayyidina Alayhi Salam anasema kwamba maovu mengi yanapatikana kwa sababu ya zana mbaya. Yani mtu anasikia kauli kuhusu mtu fulani, basi anaanza kuamini kwamba iliyosemwa ni sahihi bila kufanya utafiti. Anaanza kuamini kitu hiki ni kibaya sana, kitu ambacho mtu hakina uaminifu wala hajui kuhusu kile kitu, hatakiwi aamini. Basi hatakiwi yeye akubali lile jambo ikiwa hana uhakika. Wapo watu wengi sana ambao watakamatwa kwa sababu ya ulimi wao. Basi ikiwa mtu anaondoa dhana mbaya katika hali hii, ufisadi, nusu ya ufisadi inapatikana katika jamii itaondoka, na umoja utapatikana na udugu utapatikana katika jamii. Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam anasema tunashuhudia duniani pia kwamba watu wengi wanakamatwa kwa sababu ya ulimi wao, na wao wanafedheheshwa kwa sababu ya ulimi wao. Yani wanasema maneno fulani, wanakamatwa, na yote waliosema yanakuwa si sahihi, si kweli. Kwa hiyo wao wanapata fedheha na wanakamatwa kwa sababu ya maneno haya. Kwa hiyo ni vizuri mtu asiwe na dhana mbaya, bali awe na dhana nzuri kuhusu watu wengine. Hata kama mtu amepata kauli yote, habari yote, anatakiwa afanye utafiti badala ya kuamini moja kwa moja. Hazur anasema mtu mwanadamu ni dhaifu, baadhi wakati anapata mawazo moyoni mwake. Ikiwa yeye hafuati mawazo yake, basi Mungu anamsamehe. Mwenyezi Mungu hakamati mtu kwa sababu ya kupata mawazo tu, bali mtu anapoanza kufuata mawazo yake ndipo Mungu anamkamata na anamadhibu. Kwa kueleza madha hii kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anamkamata na anamwadhibu mtu huyu, Sayyidina Alayhi Salam anasema mawazo yanapatikana moyoni mwa mtu hakamatwi kwa sababu ya mawazo haya. Kwa mfano, mtu anapata wazo hili kwamba mahali fulani mimi nipate, basi itakuwa bora ikiwa napata mahali fulani. Hii ni tamaa ya aina fulani, lakini kwa sababu ya kupata wazo hili, moyoni, basi mtu hatakamatwa ikiwa haufuati mawazo haya. Lakini wakati anapoanza kuwaza wazo hili, kisha anafanya hila na njama ili apate mali ile, na anataka kupata mali ile kwa njia isiyo haram, isiyo halali, na yeye anataka kupunguza kodi yake kusema uongo, na akisema hata akipunguza kodi, basi yeye anaweza kuokoa fedha kiasi hiki. Ikiwa anapata mawazo haya hata adhibiwa, lakini kama anaiba na anafuata mawazo yake na analeta hasara kwa ajili ya serikali, na hakusema kweli, na amesema mapato yake ni kidogo katika michango, basi katika hali Mungu anamwadhibu. Mifano yake chungu mzima inapatikana katika jumuiya, na polepole tunaona kwamba mapato ya yule mtu pia yanapungua, na mapato yake yanakuwa sawa na ile hali aliyoeleza kwamba anapata kiasi fulani.
basi ikiwa mtu anafanya hivi basi atakamatwa na Mwenyezi Mungu. Wakati moyo anapunuia kufanya dhambi fulani, basi kwa ajili hii anatumia njia ya shari. Huzuri anasema kwa mfano wapo watu wanafanya biashara, wanapata wazo kwanza moyoni, baadaye wanaanza kufanya njama na hila ili waweze kutimiza wazo lao. Basi Sayyidina Mtume amesema kwamba hii itoka dhambi ambayo ni dhambi, na mtu ataulizwa kuhusu dhambi hii. Kwa hiyo Sayyidina Mtume anasema ni madhambi madogo madogo ambayo yanadharauliwa, lakini madhambi haya, kwa sababu madhambi haya mtu anakamatwa. Sayyidina Mtume anasema watapatikana watu wengi ambao hawakumwaga damu ya mtu mwingine, hawakumuua mtu yeyote, wala hawakuiba, wala hawakufanya ujambazi, wala hawakufanya madhambi mengine. Lakini swali ni kwamba ni wangapi ambao hawakuleta malalamiko kuhusu wengine, wala hawakusengenya na hawakufanya dhana mbaya? Watu wa aina hii ni wangapi? Au wapo wangapi ambao hawakumfedhehesha nduguye? Watu wa aina hii ni wangapi ambao wanapatikana? Au ni watu ambao hawakusema uongo? Watu wa aina hii ni wangapi? Hazur anasema kwamba kusema uongo ni ya njia mbalimbali. Mwenyezi Mungu amewaamuru waamini kwamba wasiseme uongo hata kidogo, bali wanatakiwa waseme kweli. Ni wangapi ambao hawakufuata mawazo ya moyo wao? Mimi nasema kwa yakini kwamba watu aina hii watapatikana wachache sana ambao wanakuwa aina hii, yani ni watu ambao hawakumuudhi mtu mwingine na hawakuleta malalamiko, wala hawakusema uongo, wala hawakuwa na dhana mbaya dhidi ya wengine, na hawakuleta mawazo mabaya moyoni mwao. Watu aina hii watapatikana wachache sana ambao wanajali mambo haya yote, na ni wachache ambao wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hawafanyi dhambi hizi, basi hawafanyi kwa sababu wanakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu. Anasema watu wengi watapatikana ambao wanasema uongo, na katika hafla zao kila wakati wanawasengenya wengine, wanaleta malalamiko dhidi ya wengine, na wanawaudhi ndugu zao katika hafla zao. Hazur anasema mchunguzi hafla zenu, mtakuta kwamba watu wanakaa katika hafla na wanafedhesha wengine, na wanaeleza mauu ya wengine na aibu za wengine, na wanafanya dhihaka. Kwa sababu ya hii ikhtilafu pia inapatikana katika jamii. Hazur anasema kwamba tunatakiwa tuendelee kuipukana na tabia ya aina hii, tujiepushe na hali hii, kwa sababu hii ndiyo ni sifa ya muamini. Wanatakiwa awe na sifa hizi zote. Kisha Sayyidina Mtume anasema, Mwenyezi Mungu anasema kwamba jambo la kwanza ni kwamba mtu awe na ucha Mungu. Anasema mimi siwezi kueleza mambo yote hapa katika Qur'an tukufu kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mungu ameeleza amri zote. Mungu ametuamuru tufanye nini na ametukataza mambo gani. Maelezo haya yote yanapatikana ndani ya Qur'an tukufu. Kwa hiyo tunatakiwa tusome Qur'ani na tusome maana yake ni nini. Amesema kwamba Mungu ameeleza matawi mbalimbali ya amri zake. Kwa ufupi nasema Mwenyezi Mungu hapendi kwamba ufisadi upatikane katika ardhi. Mungu anataka kuimarisha tauhidi yake, umoja wake duniani. Lakini kama mtu anamuudhi ndugu yake, anafanya dhuluma na hiana, basi huyu ni mdui wa umoja wa Mwenyezi Mungu. Katika hali hii umoja hauwezi kupatikana, ndugu hauwezi kupatikana, wala mapenzi hayawezi kupatikana. Huyu mtu ni mdui wa umoja wa Mungu. Maadamu mtu hatoi mawazo haya, si rahisi kwamba umoja wa Mungu upatikane. Kwa hiyo Mungu ameweka jambo hili ni kama ni jambo la kwanza. Kwa sababu ya jumuiya umoja unapatikana, na hii ndiyo ni lengo la kuja kwa Sayyidina Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba umoja upatikane.
na hii ilikuwa lengo la kuja kwa Masihi aliahidiwa kwamba waislamu wote wajumuishwe katika mkono mmoja na wawe kama ni umma mmoja, umma wahida. Kisha Sayyidina al-Islam anasema tunashuhudia hii pia, watu wengi wanakaa katika hafla moja, wanaposikiliza mambo ya aina hii mioyo yao inapata athari na wanapenda, yani wanasikiliza mambo ya mema. Kama hutuba inatolewa na watu wanasikiliza hutuba yangu, wanapenda mambo haya yanaposemwa na watu wanapata athari kwa sababu ya hii, na wengi wanapata athari kwa sababu ya nasaha hizi. Lakini amesema, lakini wakati wanapoondoka katika hafla ile na wanapokutana na marafiki zao, basi hali yao ya zamani inarudi ndani yao na wao wanasahau yote waliosikia na wanasahau mema yote, wanasahau nasaha zote. Ndio maana Hazur nasema kwamba mara kwa mara tunatakiwa tuendelee kurudia nasaha hizi ili tuendelee kukumbushana. Sayyidina al-Islam amesema wao wanarudi katika hali yao ya zamani, na mtu anatakiwa aepukane na hali hii, ajiepushe na hali hii. Hafla ambamo maneno haya yanapatikana, mtu anatakiwa mara moja aache hafla ile. Na pamoja na hii natakiwa ikumbukwe kwamba mtu anatakiwa ajue maovu ni nini, kwa sababu ikiwa mtu anataka kuepukana na kitu, kwanza anatakiwa ajue kuhusu kile kitu. Yani ikiwa mtu anaomba kitu fulani kwa ajili yake, hii ni muhimu kwamba mtu ajue kuhusu kile kitu, kwamba kile kitu ni kizuri au ni kibaya. Hivyo ndivyo mtu anatakiwa ajue kuhusu maovu na mema. Ikiwa kitu ni kibaya, basi aache mara moja, na kama ni kitu ni kizuri, basi apate kile kitu. Amesema ikiwa mtu hajui kuhusu kile kitu, basi mtu hawezi kupata kile kitu. Katika Qur'an tukufu Mungu ameeleza kuhusu mambo haya mara kwa mara. Musome Qur'an tukufu mara kwa mara, na mnatakiwa muendelee kuandika maelezo ya maovu. Kisha kwa fadhila za Mwenyezi Mungu mufanye juhudi ya kuepukana na maovu haya mlioandika. Hii ndiyo ni daraja ya kwanza ya ucha Mungu, yani mtu aepukane na maovu. Wakati mtakapofanya juhudi katika hali hii, Mwenyezi Mungu atawapatieni uwezo wa kuepukana na maovu haya yote, na Mungu atawapatieni ni maji ya kafuri, kwa hiyo dhambi zote zitafutwa. Kuhusu maji ya kafuri inasema kwamba inasaidia kupunguza maovu. Hapa imetolewa mfano wake kwamba wakati mtakapoepukana na maovu, basi hii itakuwa kama ni maji tamu ya kafuri, yani dhambi zitaendelea kupungua na baadaye mtafanya mema tu. Madamu mtu hamchi Mwenyezi Mungu, yeye hawezi kupewa maji haya, wala ibada yake haiwezi kukubaliwa, wala maombi yake hayawezi kupokelewa. Yani ikiwa mnataka maombi yenu yapokelewe, kwa ajili ya hii kitu cha msingi ni kwamba mtu aepukane na maovu yote na afanye juhudi ya kufanya mema. Hii ndiyo ni njia ya kupokelewa kwa maombi yetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema innama yatakabbalullahu minal muttaqin, yani bila shaka Mwenyezi Mungu anapokea maombi ya wacha Mungu. Zura anasema kwamba Sayyidina al-Islam anasema kwamba swala na saumu ya muttaqin inakubaliwa. Na maana ya ibada hii ni nini? Kwa kueleza maana hii, Sayyidina al-Islam amesema kupokelewa kwa swala maana yake ni hii kwamba athari ya sala inapatikana juu ya msaliaji, na maadamu baraka zile hazipatikani, basi mtu anaswali swala bila faida, na swala yana hii haiwezi kuleta faida, wala saumu haiwezi kuleta faida. Kama mtu ameswali swala msikitini na kule anaanza kuleta malalamiko,
basi kitu hiki haiwezi kuleta faida kwa ajili yake. Huzur anasema kwamba ikiwa mtu anataka Mungu amepokea swala yake au la, kwa ajili hii anatakiwa yeye achunguze kwamba je, anaendelea kuacha maovu yote madogo na makubwa. Je, sisi tunaendelea kuelekea kwenye mema au la? Je, sisi tunaendelea kusema kweli? Ikiwa hali hii haipatikani, maana yake ni hii kwamba swala yake si swala. Amesema kwamba mtu ameswali swala msikitini, kule kule ameanza kuleta malalamiko dhidi ya wengine na amefanya hiana katika amana, na hafla pia inakuwa amana. Hazur anasema viongozi wa jamaat wanatakiwa wawe waangalifu sana kuhusiana na hii, kwamba mambo ya hafla yao hawatakiwi waeleze huko nyumbani wala watu wengine, kwa sababu ya hii fitina inapatikana. Yani mambo ya amana watu wanaeleza huko nje, na kwa sababu ya hii fitina inapatikana. Wapo wengine ambao wanakuna husuda kwa sababu ya daraja ya mtu fulani, na wanaanza na wapo wengine ambao wanashambulia heshima ya wengine. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema ikiwa mtu anakuwa na maovu haya, basi katika hali hii swala yake haitaleta faida kwa ajili yake. Hazur anasema wapo vijana wengi ambao na wajua wananiandikia pia, wao kwa kuona amali za viongozi wao wanaanza kurudi nyuma polepole katika jamaat, wanaenda mbali katika jamaat, na polepole wanaenda mbali katika jamaat, na polepole wanaenda mbali na Mwenyezi Mungu. Katika hali hii mswaliaji hawezi kupata faida, hata yeye analeta hasara kwa ajili ya wengine. Hazur anasema basi ikiwa mnataka kuokoa vizazi vyenu, kwa ajili ya hii kwanza wazee na viongozi wanatakiwa wawe na takwa, wawe na uchamungu. Sayyidina alayhi salam amesema mtu ambaye anataka kuwa mwaminio, daraja ya kwanza, mushkili ya kwanza ni hii kwamba yeye aepukane na maovu yote. Hii ndiyo ni nishani na dalili ya uchamungu. Kisha Sayyidina alayhi salam anasema sehemu nyingine, kumbukeni kitu hiki pia kwamba uchamungu si hii kwamba mtu aepukane na maovu makubwa, bali mtu anatakiwa aendelee kuepukana na maovu madogo madogo. Kwa mfano kukaa katika hafla za dhihaka ambamo dhihaka inafanywa dhidi ya wengine, au kukaa katika hafla ambapo Mungu na mtume wake wanafedheheshwa, au ndugu yake anafedheheshwa hata kama yeye haafiki na wengine, lakini kukaa katika hafla ile ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakipendi. Yani kukaa katika hafla hizi hata kama mtu mwenyewe hashiriki katika mazungumzo, lakini kukaa kwake kule ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakipendi. Ikiwa mtu anakuwa na tabia hii, ni tabia yule mtu ambaye ana maradhi moyoni mwake. Ikiwa yeye alikuwa hana tamaa ya kusikiliza mambo ya aina hii, namna gani asingeweza kukaa katika hafla ya aina hii? Wale watu ambao wanasema maneno haya, hawa ni watu ambao wataadhibiwa na Mwenyezi Mungu moja kwa moja, kwa sababu wamefanya dhambi. Lakini wale watu ambao walikaa katika hafla za aina hii na hawakusema maneno, lakini wao pia watakuwa chini ya adhabu ya Mwenyezi Mungu. Wao pia watakuwa wenye dhambi na wao pia watapata matokeo yake. Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba mkumbuke vizuri sana na sahihi, na muendelee kusoma Qur'ani tukufu mara kwa mara, na mufanye tafakkur katika Qur'ani tukufu. Hazur anasema wale watu ambao wanakaa kimya na wanasikiliza mambo ya fedheha na wanapata raha kwa kusikia mambo ya fedheha katika hafla, hawa watu pia wataulizwa na Mwenyezi Mungu.
sayyidina alayhi salatu wassalam amesema kwamba mwaminio hafurahi juu ya hii tu kwamba yeye hakufanya maovu, hakufanya dhambi, kwa sababu wengi wa dini zingine pia wanakuwa na tabia ya aina hii na wanakuwa na sifa ya aina hii kwamba wao hawafanyi dhambi, hawafanyi maovu. sayyidina alayhi salatu wassalam anasema katika mabaniani na wakristo wapo watu ambao hawafanyi dhambi. Kwa mfano wapo wengine ambao hawasemi uongo wala hawanyang'anyi mali ya mtu mwingine, wao wanarudisha mkopo na wao wanakuwa vizuri katika huruma ya wengine. Na Mwenyezi Mungu anasema kwamba Mwenyezi Mungu haridhiki na tabia hii tu peke yake. Mtu anatakiwa aepukane na dhambi na badala yake afanye mema. Bila hii Mungu hawezi kuokoka. Yule mtu ambaye anakuwa na kibri hii tu kwamba yeye hafanyi maovu, basi yule mtu ni mjahili. Islam haisemi hii tu kwamba mtu asifanye maovu, bali Islam inasema kwamba yeye aepukane na maovu, na inasema kwamba mufanye mema, mutende matendo vizuri. Ikiwa mtu hana tabia hii hawezi kupata okovu. Anasema sayyidina al-Islam anasema, nasihi mara tena jumuiya yangu, nyinyi mpate maendeleo katika ucha Mungu na utakaso, ndipo Mungu atakuwa pamoja nanyi. inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinuna. Bila shaka Mwenyezi Mungu yupo pamoja nao wanamcha Mwenyezi Mungu na wanafanya mema, vile vile wanafanya ihsani. Amesema kumbukeni vizuri, ikiwa nyinyi hamtakuwa na ucha Mungu na hamtafanya mema sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, basi kwanza kabisa Mwenyezi Mungu atawangamiza, kwa sababu nyinyi ni wale ambao mlipokea ukweli, lakini kwa vitendo vyenu mlikataa ukweli huu. Yani kwa maneno mlikubali imamu wa zama hii na mlisema kwamba sisi ni wazuri zaidi kuliko wengine, na mlisema mnafuata mema, lakini kwa kiamali hamkufuata ucha Mungu. Yani kwa kiamali mnakataa mnayosema. Amesema kwamba msiwe na fahari kwa sababu hii kwamba tumefanya bayat. Madamu hamfuati ucha Mungu hali ya juu, hamwezi kuokoka. Mwenyezi Mungu si jamaa wa mtu yeyote, wala yeye hajali kuhusu mtu yeyote. Wale ambao ni maadui wetu ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu, na nyinyi pia ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Yani wapinzani wetu pia waliumbwa na Mungu, na nyinyi pia mliumbwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo itikadi pekee yake haitafaa mpaka kauli yenu na mali yenu ifanane. Yani mtu ikiwa anatakadhi hii Mungu ni moja, Mtume sallallahu alayhi wasallam ni khatamun nabiyyin, na Qur'an tukufu ni kitabu cha mwisho, bila shaka sisi tunatakadhi hii. Lakini ikiwa kuna ikhtilafu katika kauli yetu na amali yetu katika hali ya itikadi, haitafaa hata kidogo. Kitu hasa ni amali zetu, kwa sababu kusilimu peke yake haitoshi na kuwa mwanajumuiya peke yake haitoshi, bali kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu ni muhimu, na kuwa mwaminio kweli kweli ni muhimu. Kisha sayyidina al-Islam anasema zaidi, Mwenyezi Mungu anataka mufanye vitendo vizuri, yani muwe wa kweli katika mali zenu. Kwa kupitia mali zenu muthibitishe ukweli wenu, ili Mungu awe pamoja nanyi. Rehema, hulka, ihsani na vitendo vizuri na huruma na unyenyekevu. Ikiwa mnakuwa udhaifu katika mambo haya yote, nimeshawaambia mara kwa mara kwamba watu wa aina hii wataangamizwa. Amesema wakati wa Musa alayhi salam, wale watu wakati hawakujali amri ya Mwenyezi Mungu, wakati ule Musa alayhi salam alikuwa pamoja nao, lakini licha ya kuwa na hii wale watu waliangamizwa na karubai. Sayyidina alayhi salam kwa kutoa mfano maswahaba anasema kutanguliza dini juu ya dunia ni kitu ambacho si kitu rahisi.
mifano iliyoachwa na maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa nini? Ilikuwa hii kwamba walikuwa tayari kutoa nafsi zao katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kitu hiki si rahisi kwamba mtu awe tayari kutoa nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini hali maswahaba ilikuwa ina hii kwamba walitimiza ahadi yao hii. Walipoambiwa watoe nafsi zao kwa ajili ya dini hawakujali kuhusu dunia. Basi kitu muhimu ni kwamba mutangulize dini yenu juu ya dunia. Hazur anasema siku hizi mimi na katika hutuba zangu naeleza sifa za maswahaba. Katika historia ya maswahaba tunakuta matukio ya aina mbalimbali ambamo inajulikana namna gani walikuwa wakijitolea na namna gani walikuwa wakimcha Mwenyezi Mungu na namna gani walikuwa wakijitolea. Mimi naeleza sifa hizi zote za maswahaba ili sisi tufuate mifano ya maswahaba hawa, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba maswahaba zangu ni sawa na nyota, mkifuata maswahaba hawa basi watawaelekezeni katika njia iliyonyoka. Basi mfano wa maswahaba ni mfano mzuri kwa ajili yetu. Sayyidina al-Islam anasema yule mtu ambaye anategemea dunia kisha yupo wanajumuia yeye si katika jamaat, atahesabiwa katika jamaat yule ambaye ameacha dunia. Amesema kwamba mtu asiwe na mawazo haya kwamba nikiacha dunia nitaangamizwa. Mawazo haya yanampeleka mtu mbali na Mwenyezi Mungu. Yule mtu ambaye anakuwa Mwenyezi Mungu, Mungu hampotezi bali Mungu mwenyewe anamtosheleza. Mtu anapotoa kitu chochote katika njia ya Mwenyezi Mungu anapata kile kitu alichokitoa. Na anasema Sayyidina Muhammad sallam kwamba vizazi wale watu vinabarikiwa wanaojali amri zote za Mwenyezi Mungu. Haiwezi kutokea hii kwamba mtu awe mtiifu hali ya juu kisha yeye au watoto wake waangamizwe. Wale watu wanaangamizwa ni wale tu ambao wanamwacha Mwenyezi Mungu na wanaangukia dunia hii. Kwa sababu kila kitu kipo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Mtu hawezi kupata ufaulu wowote bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Mtu hawezi kupata raha ya aina yoyote bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Mtu anaweza kupata mali, anaweza kupata vitu vya dunia, lakini ni nani ambaye anaweza kusema kwamba fedha hii italeta faida kwa ajili ya watoto na mke baada ya kufa kwake? Tunapata mifano yake chungu mzima kwamba baada ya kufa kwa mtu mali yake inaenda bure. Basi amesema mulete mabadiliko mazuri ndani yenu. Kisha Sayyidina al-Islam anasema jumuiya inasifiwa, wanajumuiya wanasifiwa. Ikiwa wanasifiwa, hii ni satari ya Mwenyezi Mungu, yani Mungu anasitiri aibu zetu. Lakini wakati majaribio yanapokuja katika hali hii mtu anakuwa mtupu na inaleta athari juu ya mtu, na katika hali hii mtu anaangamia. Hazur anasema kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaeleza habari ya wakati wake. Wakati ule ucha Mungu ulikuwa hali ya juu, ucha Mungu ulikuwa mzuri zaidi kuliko hali ya siku hizi. Lakini wakati ule pia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoa nasaha hizi. Siku hizi sisi kwa kuchunguza hali yetu na kwa kuangalia hali yetu tunaweza kuchunguza hali yetu ikoje, kwamba sisi tumedai nini, tunadai nini na amali yetu ni aina gani. Kisha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kueleza mada hii kwamba muaminio mkweli ni nani, anasema kumbukeni mbele ya Mwenyezi Mungu muamini ni yule tu ambaye anatanguliza dini juu ya dunia. Kama anasema wakati wa kufanya bayat, ikiwa anatanguliza dunia, mambo ya dunia, yeye anakuwa mkosefu mbele ya Mwenyezi Mungu. Anasema kumbukeni, madamu mtu harekebishi vitendo vyake, basi maneno yake hayataleta faida. Imani halisi ni ile tu ambayo inapatikana moyoni mwa mtu, na yeye anaboresha imani yake kwa kupitia vitendo vyake. Imani halisi ilipatikana ndani ya Abubakar na maswahaba za Mtume sallallahu alaihi wasallam.
kwa sababu wao walikuwa tayari kutoa nafsi zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na wao hawakujali kuhusu nafsi zao. Anasema mimi nafikiria mara kwa mara na mimi napata na mheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi kwamba nasaha za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilileta athari ya aina gani, kwamba wao walikuwa wa aina gani. Sasa nyinyi pia mfikirie kwamba nyinyi mnapata hali ya aina gani. Zamani wale watu walipokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya Islam walikuwa wakifanya maovu ya kila aina, walikuwa wakiiba, walikuwa wakinywa pombe na kufanya zina, na walikuwa wakifanya dhambi ya kila aina. Lakini kwa sababu ya baraka ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mabadiliko ya aina hii yalipatikana ndani ya maswahaba wale, kiasi hiki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ametoa ushahidi wake kwamba hawa ni maswahaba zangu ambao ni nyota, na hali yao ilikuwa kama ni malaika. Mayafaluna ma yumarun, waliambiwa hii, yani walikuwa wakifuata yoyote walioambiwa, walikuwa wakitii. Wao walikuwa hawana tamaa ya aina yoyote. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema mwanajumuiya baada ya kufanya bayat anatakiwa awe wa aina gani, na anatakiwa ajenge mahusiano ya aina gani, anatakiwa aungane na jamaat namna gani. Na amesema anatakiwa aungane nami na baada yangu aungane na uhalifa namna gani. Anasema kuhusu mada hii, tawi ambalo halibaki na mti, tawi lile linakauka na linakatwa. Mtu ambaye anakuwa na imani hai, yeye hajali kuhusu dunia. Dunia mtu anaweza kupata kwa njia yoyote. Yule mtu ambaye anatanguliza dini juu ya dunia ni mwenye baraka, lakini yule ambaye anatanguliza dunia juu ya dini ni sawa na mfu, yeye hawezi kupata msaada wa Mwenyezi Mungu. Bayat hii inaweza kuleta faida wakati mtu anatanguliza dini juu ya dunia kisha apate maendeleo katika hii. Bayat ni sawa sawa na begu iliyopandwa leo. Ikiwa mkulima anapanda begu kisha anategemea kwamba ameshapanda begu, baadaye hajali na yeye haangalii vizuri shamba lake, hivyo ndivyo mwaminio hajali kuhusu vitendo vyake. Kama mkulima anaangalia mimea yake, analinda mimea yake, je, ikiwa mtu mkulima halindi mimea yake, mbegu yake, wala haangalii vizuri shamba lake, je, yule mtu anaweza kupata mavuno mazuri? Hazur anasema kwamba wale waliofanya asalam, wapo wengine wengi ambao wamekuja katika vijijini, wao wanajua kwamba ikiwa baada ya kupanda begu mtu hajali begu ile, basi hawezi kupata mavuno mazuri. Hazur anasema kwamba nyinyi baada ya kuja hapa Mwenyezi Mungu awapatieni baraka sana, awapatieni uhuru wa dini, mnaweza kufanya ibada bila kuwa na hofu yoyote, na kwa uhuru mnaweza kueleza kuhusu dini yenu. Hususan wale watu ambao wamekuja kutoka Pakistan wanatakiwa watangulize dini juu ya dunia na fanye juhudi sana kuhusu hii, na wao kwa ajili ya kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu watumie uwezo wao wote. Sayyidina Alayhi Salam anasema yule mkulima ambaye hatajali kuhusu shamba lake, bustani yake ni mimea yake, hatimaye shamba lake litaharibika. Yule mkulima ambaye anajali kuhusu mimea yake, anaangalia vizuri, yeye ndiye atapata mavuno mazuri. Sayyidina Alayhi Salam alikuwa anawaelimisha wale watu ambao walikuwa mbele yake, na siku hizi sisi ni wale watu ambao Sayyidina Alayhi Salam anatupatia maarifa hii.
sayyidina alayhi salam anasema mwenye bahati nzuri ni yule ambaye analinda begu hii na anafanya maombi ili begu hii ipate maendeleo. Kwa mfano katika swala mabadiliko ya aina fulani yanatakiwa yapatikane, yani mtu azingatie swala. Isitokee hii kwamba sisi tumejenga misikiti, ni sawa tumejenga misikiti, lakini baadaye tunatakiwa tutimize haki ya misikiti. kisha sayyidina alayhi salam ametoa nasaha maalum. sayyidina alayhi salam anasema zama ya siku hizi, wakati wa siku hizi tunaokuta maovu ya aina mbalimbali yanapatikana. wakati wa bayet mtu anakiri mimi nitatanguliza dini juu ya dunia, kwa hiyo ana ahidi hii mbele ya Mwenyezi Mungu, basi mtu anatakiwa mpaka mwisho wa uhai wake atimize ahadi yake. pengine mjue kwamba hamkufanya bayet, lakini ikiwa mnatimiza ahadi hii basi Mungu atawapatieni baraka katika dunia na katika dini. nyinyi mche Mwenyezi Mungu ipasavyo. siku hizi ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inapatikana. yule mtu ambaye atakuwa sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu basi atafanya rehema juu ya nafsi yake na watoto wake. Amesema angalieni mtu anakula chakula, ikiwa hashibi vizuri bado anakuwa na njaa. sasa angalieni ghadhabu ya Mwenyezi Mungu inashuka. Hazur anasema tufani na matetemeko yaliyopatikana katika miaka 100 iliyopita, kadiri ya matetemeko haya hayakupatikana kabla. hapa pia mvua inyanyesha, na wanasema kwamba rekodi ya miaka 500 imepita, na ikiwa kuna adhabu ingine wanasema kwamba mfano wake haupatikani. hii ni nini? watu wa dunia hawaelewi, lakini sisi tunatakiwa tuelewe ni nini hii, kwamba hii ni ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. sayyidina alayhi salatu wasalam tayari aliwaonya watu kuhusu adhabu hii. kwa hiyo sisi tunatakiwa turekebishe hali yetu, vile vile tuambie watu wa dunia kwamba maafa haya yanatokea si maafa ya kawaida. maafa haya yanatokea kwa sababu ya bishara ya sayyidina alayhi salatu wasalam. mtu anaweza kuepukana na maafa haya tu kwamba mtu amwelekee Mwenyezi Mungu. ikiwa hamtajali basi nini hamwezi kuokoka. hivyo ndivyo mtu ameleta vita ya aina mbalimbali, dhuluma inatendewa, na matokeo yake yanakuwa haya kwamba wakati mtu anapopita kiasi katika dhuluma, na sisi wenyewe tunakuta kwamba mtu amepita kiasi katika dhuluma, Mungu anapatia nafasi, lakini kama mbele ya Mwenyezi Mungu dhuluma ile inafikia mipaka yake, basi wale watu wanaadhibiwa. katika hali ile wanaweza kuokolewa wale tu ambao kwao sayyidina alayhi salam amesema katika shairi lake kwamba आग है पर आग से वो सब बचाए जाएंगे जो कि रखते हैं खुदा जुल अजायब से प्यार. yani ni moto lakini wataokolewa wale ambao wanampenda Mwenyezi Mungu. yani sisi kwa ajili ya kujiokoa sisi na kwa ajili ya kuwa dunia hii tunatakiwa tufanye juhudi sana. kwa ajili ya hii tunatakiwa tutumie uwezo wetu wote. namna gani tunaweza kumridhisha Mwenyezi Mungu? sayyidina alayhi anasema mtu anakula chakula, madamu yeye hali chakula vizuri hashibi, bado anakuwa na njaa. kama anakula kipande fulani cha chapati, je anaweza kushiba? je njaa yake inaweza kuondoka? haiwezekani. kama anakunywa tone moja tu ya maji, je anaweza kuokoka katika tone moja la maji? bali atakufa kwa sababu ya kiu. madamu mtu hawezi kula chakula cha kiroho kiasi fulani, hawezi kuishi maisha ya kiroho. kama duniani mtu hali chakula, kama inalazimika kula chakula, hawezi kuishi. hivyo ndivyo ni hali ya imani ya mtu. madamu imani yake ifikie hali hii kwamba
ashibe vizuri yeye hawezi kuokoka. kwa hiyo mtu anatakiwa ashibe upande wa kiroho kama anashiba upande wa dunia wakati wa kula chakula. Anasema kumbukeni vizuri, na anatakiwa kumbuke vizuri kwamba ikiwa mtu hakubali amri zake kadhaa, ni maana yake ni kwamba ameacha amri zake zote. Mwenyezi Mungu anataka mtu amwelekee, ingawa inakuwa ngumu sana kuja kwa Mwenyezi Mungu. Hii inakuwa mauti ya aina fulani, lakini hatimaye uhai unapatikana katika kifo hii. Yule mtu ambaye anandoa shetani, basi yule mtu anakuwa mwenye baraka, basi baraka yake inaenea katika mji wake, katika eneo lake. Ikiwa hana hali hii, basi hawezi kuwa na baraka. Maadamu mtu hathibitishi kwa vitendo vyake amefanya bayat haitaleta faida. Mwenyezi Mungu anakuwa na ghara zaidi kuliko wengine. Hii je, inaweza kutokea kwamba mumtii Mwenyezi Mungu kisha mumtii maadui wa Mwenyezi Mungu pia? Hii haiwezi kutokea. Mtu anatakiwa kusudini yeye, asijali mtu mwingine yeyote, asijali dunia, bali anatakiwa atangulize dini juu ya dunia. Amesema maovu ni aina mbili. Ya kwanza ni kumshirikisha na Mwenyezi Mungu na kudharau heshima ya Mwenyezi Mungu na kufanya kuwa mvivu katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Na maovu ya pili ni kutokuwa na rehema kwa ajili ya watu na kutokutimiza haki ya wanadamu. Basi hamtakiwi muwe na maovu haya mawili. Mutimize ahadi yenu, ahadi mliofanya wakati wa bayat, mutimize ahadi ya bayat. Msiwaudhi watu, musome Qur'ani tukufu kwa makini, mufuate amri zote za Qur'ani tukufu na muepukane na dhihaka ya kila aina. Muswali swala 5 bila kukosa, ilmuradi isibaki amri yote ya Mwenyezi Mungu ambayo inadharauliwa. Muweke safi mwili wenu na musafishe moyo wenu pia. Musafishe moyo wenu katika usuda na bughudha. Haya ni mambo ambayo Mungu anawatakieni. Hazur anasema Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kutimiza haki ya bayati yetu na tuweze kuleta mabadiliko mazuri ndani yetu. Sisi ingawa tunaishi duniani, lakini tuweze kutanguliza ahadi hii kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia. Tuweze kufuata nasaha zote za Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sharti 10 ya bayat ambayo imesema kwamba tutamtii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuelewe sharti hii vizuri na tuweze kumtii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipasavyo, ili sisi tuwe warithi wa fadhila za Mwenyezi Mungu ambayo ahadi yake Mwenyezi Mungu alimfanyia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.